Yes, karibu tena mpenzi mtazamaji wa Mbavu TV. Biende kamera ni JM, hapa ni JR Brain, na kwa leo tunatembelea timu ya Katra Sport ambayo imekwenda kuibuka na ushindi wa nusu fainali na kuelekea kwenye hatua ya fainali. Na kwa leo tunakuletea baadhi ya wachezaji ambao wanashiriki kwenye timu hiyo hapo. Habari zenu? Nzuri. Salama. Tuko poa? Okay, kwanza tutambue uwepo wa nyinyi mlioko hapa, labda kwa majina mnaitwa nani na pia vyeo vyenu kwenye timu. Mimi naweza kujitambulisha kwanza. Mimi kwa majina kamili naitwa Abdul Sefa. Mimi ni captain wa Katra Sport namba 1. Kwa majina halisi naitwa Tumaini Juma. Mimi captain wa 3 kwenye timu ya Katra Sport. Okay. Hawa hapo ni manahodha kutokea timu ya Katra Sport ambao nimetangulia kuambia kwamba ameingia kwenye hatua ya fainali hivi punde, na hivi punde tutaweza kushuhudia mtuano wao. Tuseme sio mtuano, tutaweza kushuhudia fainali yao ambayo watakwenda kuichapa pale. Sijui kama itakuwa baina ya timu gani, lakini watakwenda kujielezea wao wenyewe. Kwanza tutambue uwepo wa timu ya Katra Sport, labda imeanzishwa mwaka gani? Timu ya Katra Sport imeanzishwa mwaka wa 2024. 2024. Alikuwa ni mnamo mwezi wa 2. Okay. Lakini imekuwa na tetesi na gumzo kidogo kufuatia labda kuna mabadiliko ya labda ilikuwa ni timu fulani alafu ikaja kuwa timu nyingine fulani kutokana na watu wanavyoizungumzia, labda ilikuwa ni Moseka na sasa hivi mkaamua kubadilisha jina na kuipa timu ya Katra Sport. Labda kuna ukweli ndani yake? Niseme kwamba baadhi ya watu wanaamini hivyo, lakini haiko hivyo. Maana mpaka sasa hivi timu ya Katra Sport ndio hii iliyopo hapa na timu ya Moseka bado ipo. Maana kule shirikisho timu haijafutwa. Niseme hivyo kwamba timu ya Katra Sport ipo na ndio hii hapa, na sio kwamba ilikuwa ni Moseka, ilikuwa ni daraja la kwanza, hapana. Ni baadhi tu ya wachezaji ambao waliamua wenyewe kwamba mimi nitachezea kwa timu ya Katra Sport ya daraja la 2. Ila timu ya Moseka bado ipo na inahitaji marekebisho tu ili irudi kama kawaida. Okay, kwa upande wa nahodha watatu wa timu ya Katra Sport, labda tumuulizie neno moja kutokana na mwanzo wa ligi, mlivyoanza ligi mpaka kufika kwenye hatua hii hapa. Kwanza kuhusiana na matumaini yako, je, ulikuwa ukiamini kwamba kwenye nafasi hii kulingana na nguvu yenu toka mwanzo mngelifika sehemu kama hii? Kwa jinsi tulianza kabisa, kwa upande wangu sikuwa na imani, kwa sababu mechi ya kwanza kwenye ligi tulifunga goli 4 kavu. Kwa baada ya kufungwa vile, kwa upande wangu mimi kwanza sikuwa na imani kama tukafika huko, lakini baada ya mechi kama timu tulikaa chini tukaongea. Sisi kama tukaongea, tukitaka kama tukaongea na tukapanga kitu sawa. Inshallah mwaka tuonekania. Hatimaye tumefika hapa leo. Okay. Kwa hiyo mwanzo palikuwa ni pagumu, tuseme kitu kama hicho. Sana. Okay, kuna asilimia kubwa ya hapa kambini kwetu kusema kwamba kwenye mpira lazima kuna dawa na kuna pasenti nyingi ambazo labda watu wanapatia dawa, na kwenye hatua ambayo mliofika ni hatua kubwa. Labda tuseme mmeonaje kwenye kulinganisha mambo, labda mchezaji kuwa na physics kubwa, labda mbinu za kocha, labda pia kuna dawa? Kitu gani ambacho kinacheza sana kwenye mchezo? Sisi kama Katra Sport, kwanza kitu ambacho kinatuma tufike mbali kabisa ni mazoezi na mifumo ya kocha, kwa sababu kwa upande wa dawa, kwa upande wetu si mambo yetu kabisa. Sio mambo yenu. Sema hajafanya dawa mpaka mfike hapa. Nasema watu wazee kaamini kwa kweli. Sema ni vigumu kuamini, maana walio wengi wanaamini hivyo kabisa. Walio wengi. Yes. Lakini na wewe pia ukiwa mmoja wao. Ndio nimesema walio wengi. Okay. Waga naamini hivyo. Kwa kuna namna moja ama nyingine tuseme kwamba mpaka kufika sehemu hii hapa tumefika kwa niaba ya labda ya mazoezi kwa mengi, mifumo ya kocha, discipline imekuwa nzuri mpaka tufike mahali hapa, lakini mambo ya ndumba hatukuweza kushiriki. Hakika kabisa. Kwa kitu kama hicho, labda kulingana na nyinyi na kulingana na watu wengine, labda kinatufundisha kitu gani na kinatupatia hamasa namna gani? Mimi naweza kusema kwamba ni mojawapo ya msisimko na
na kuleta burudani kwa jamii nzima. Ya maana football ni moja ya msisimko na naweza kusema ni inaleta furaha kwa jamii. Iko hivyo. Labda tujue timu ambayo mtakwenda kuchuana nayo kwenye hatua ya fainali ni timu gani? Inaitwa Renaissance. Renaissance. Okay. Kulingana na hatua, twende kwenye hatua ya fainali ambayo mnakwenda kukutana na timu ya Renaissance. Labda kwa wachezaji wenu kitu gani ambacho wanatakiwa wazingatie kwanza? Yes. Zingatie vile ambavyo mwalimu au kocha anatufundisha, wanatuelekeza kila leo. Okay. Ndio cha kwanza hicho. Ndio cha kwanza. Yes. Na pia kulingana na kocha mwenyewe mpaka kufika kwenye hatua hii hapa, labda kuna namna fulani ya mazoezi ya tofauti, maana unajua watu wakishafika kwenye hatua hii hapa uaga hawataki kupoteza. Labda kuna purukushani na speed hali ya juu kwenye kufanya mazoezi. Iko hivyo ni kwamba hii ndio fainali yenyewe. Maana tumepambana sana, tumeanza vibaya, lakini kadri tunavyozidi kwenda na hisi kasi inaongezeka. Na kama tulipofika kwenye hatua ya fainali inabidi tuongeze zaidi, maana ndio hatua ya mwisho inakwenda kuamua nani atakuwa bingwa wa mashindano. Kwa hiyo lazima tuongeze kasi na spidi zaidi na tutekeleze kocha anachotuelekeza mazoezini. Kwa wewe ambaye unazidi kututazama mpaka sasa hapa ni Mbavu TV na behind the camera ni JM, hapa ni JRBN, na unavyoona mbele ya screen za Mbavu TV ni manahodha kutokea timu ya Katra Sport ambao wanaandaa mechi ya fainali kuchuana dhidi ya Renaissance. Sijui itakuwa ni siku gani kutakuwa na huo mchuano, lakini yote nafikiria ataweza kupangiliwa. Labda kulingana na mechi ya fainali kwenu kama manahodha, labda mmeshapitia changamoto gani kwenye kusimamia wachezaji wenu katika msimu mzima huu hapa? Changamoto zipo nyingi sana. Ukiangalia kama alivyokuambia mwenzangu hapa nahodha watatu kwamba mechi ya kwanza ilikuwa ni matokeo mabaya sana. Kwa hiyo kufikia hatua kabisa timu ilikosa mwelekeo, ilikosa maelewano, kiasi kwamba wengine walisema mimi siendelee na mashindano tena, mimi naishia hapa. Changamoto zote zilitukumba kama hizo. Kwa hiyo kufikia hatua mpaka timu kujiondoa kwenye mashindano, kitu ambacho hatukubaliana nacho. Tulipambana, tuliwahimiza kwamba ama tokea tutoe mchezoni, tunaweza tuendelee na mashindano tukafanya vizuri. Kwa watu wakaitika hiyo na Mungu akasaidia, inshallah tumefika sehemu kama hiyo. Sema kwenye kuperform kwenu, labda hii itakuwa ni ligi ya ngapi na itakuwa ni mara yenu ya ngapi kufika kwenye hatua kama hii hapa kwa nahodha? Ni ligi ya 4 kama sijakosea. Toka tuanze. Yes. Ni ligi ya 4. Lakini kufika kwenye hatua hii hapa labda itakuwa ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Kwa hiyo lazima kuna namna fulani ambayo mnashangilia kufika kwenye mara ya kwanza. Lakini pia wanakuambia asiyeshindana basi asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na tayari tumekwisha kuona matukio hapa kwetu Kambere Nyarugusu. Basi tunavyopigwa hapa tunasema kwamba ingizi ndumba, lakini tunavyopigwa ukasikia mtu fulani kachangia pale, tunakuja tunabomoa nyumba, matukio kama hayo. Na kabla ya mchezo unatuambia kitu gani? Mimi niseme kwamba hiyo ni imani potovu, japokuwa watu lazima wakiamini hicho. Kuna baadhi ya watu wanaamini, lakini ni imani potovu kwamba tukipata matokeo mabovu tunakimbilia kwa mtu kwamba ametusaliti. Sio madawa wanaocheza uwanjani, sio watu pekee ndio tunacheza uwanjani. Kwa sisi ndio tunaamua tupate matokeo gani na tuchezeje. Kwa madawa yacheze, sisi ndio tunacheza. Kwa watu watakaoamua kufanya hivyo na wanaofanyaga hivyo, hapana, hiyo ni imani potovu, wanaendekeza dawa kuliko mchezo. Kwa hicho kitu sio kizuri kabisa. Kwa sababu iko hivi. Mpaka ifikia hatua ya watu kufanya hicho kitendo. Kwanza unajua watu wameshiriki, umeanza kishirikina, na wametumikisha hicho kitu. Lazima wenyewe watakuwa wamekifanya. Yes. Na nikwambia kabla hapa, sisi kwenye hayo mambo atuyafanye, kwani vigumu sana mtu fulani tusaliti amna, kwa sababu mambo kishirikina atuyafanye kabisa. Fresh. Hata mtu mmoja ajihusishe na wale labda
Kwa kutusaliti hamna, hata kuchukulia kama usaliti kwa sababu tukufanya mambo kama sisi tunaamini ndani dakika 90 mle uwanjani tu. Okay. Kama mazoezi yetu tumejiandaa hivyo. Siku gani labda? Tokana Jumapili tarehe 14 mwezi huu. Tarehe 14. Itakuwa kwenye uwanja gani? Uwanja wa Asco Otro. Kuna uwanja ambao wengine umefunguliwa kule ambao utakaokuwa. Yeah. Okay. Labda kwa wachezaji wetu na pia kwa mashabiki wa timu ya Katra Sport, sisi kama manahodha tunawaambia kitu gani? Sisi kama manahodha tunawaambia wachezaji wenzetu tujitume, tuwe na bidii, kwa maana tunatakiwa tuandikishe historia, na tunawaamini sana kwa uwezo wao, kwa performance yao. Niseme tu kwa performance yetu kwa ujumla, maana sisi wote ni wachezaji, na tunawaheshimu wapinzani pia, na sijui huko walipo wanajiandaaje, lakini na sisi tunavyojiandaa na imani tutakwenda kupata matokeo mazuri na ubingwa utatua jijini kwetu inshallah. Labda tukutakie neno moja kwa kocha wetu. Kocha neno ambalo nikamwambia kocha kwa upande wangu ni kama kapteni wa 3. Nikamwambia kwanza ile kidogo ambacho tupatia azidishe, kwa sababu tulipotoka ndo mbali na tumefikia ukingoni sasa, na ni mara 100 anguke tangu mwanzo ukuja kufelia hapo. Unaona kitu ambacho tunatafuta ndio hicho hapo, uje ufeli hapo na kwa kidogo sio poa hivyo. Ndio kwamba kocha wangu sana tu, yani azidishe bidii na mifumo zaidi ya kuweza kukabili wale wapinzani wetu. Bana, wanakuambia kwamba tukutane kwenye uwanja wa Asco pale Otwa, ambao itachezeka finali baina ya timu ya Renaissance dhidi ya Katra Sport. Na kwa leo tunakuishia hapa, na kuna vipindi vingine ambavyo vitapanda kupitia Mbap TV. Kwa tunakuambia ukae attention, subscribe, like, comment uweze kupata unyama na ududu kama huu hapa. Kwa leo tunakuishia hapa. Asante.